Karibu sana mtazamaji wa Bongo Headlines, tuko na Eliza Yanga kwa ajili ya kuzungumza taarifa za kimichezo ambazo zimechukua nafasi. Eliza, habari yako? Salama kabisa. Vizuri. Namshukuru Mungu, silalamiki. Heri ya mwaka mpya. Mwaka ushakuwa mzee, hakuna mwaka mpya tena, ushakuwa used. Ushakuwa used. Yeah. Sawa bwana Eliza. Tumewashuhudia Young Africans wakicheza na Singida Black Stars katika nusu finali ya Kombe la Mapinduzi, na Young Africans ndio amevuka kwenda katika hatua ya finali na atakutana na Azam Football Club. Tuanzie kwanza kwenye mchezo wa Young Africans dhidi ya Singida Black Stars. Kwako umeshuhudia mchezo wa namna gani? Ulikuwa mchezo mzuri. Kwa mchezo mzuri. Eliza, licha ya mchezo mzuri, lakini Young Africans ameshinda bao 1-0 mbele ya Singida Black Stars. Tunaweza tukasema Singida walikuwa bora kwa kiasi gani mbele ya Young Africans? Wewe ulikuwa unataka Yanga ashinde goli ngapi? Na kuuliza wewe. Alipoanza mashindano ya Mapinduzi alianza kwa kushinda goli 3-0. Game iliyofuata akashinda 1. Game iliyofuata ameshinda 1 tena. Kumbe kuna watu hawataki underdog tena sasa. Kwa nini usiwapongeze? Wewe kama jana Morocco kampiga Kameruni 2, wakati sisi Morocco katufunga 1 kwa tabu. Sasa kwa nini usiwasifie hao wanaokuwa wamejipanga na kujua ubora wa timu fulani tunayoenda kukutana nayo, maeneo ya madhaifu yao na maeneo ya ubora wao waweze kuyadhibiti kwenye ubora na kwenye udhaifu, kuweza kutumia udhaifu ili waweze kunufaika nao. Kwa hiyo bado unawasifia Singida. Kwanza wachezaji wa Singida quality yao, ukichukua wachezaji wa Singida na wachezaji wa Simba quality yao, wachezaji wa Singida ni the best kuliko wachezaji wa Simba. Kwa hiyo mimi nadhani unatakiwa wapongeze wachezaji wa Singida kwa fighting spirit waliokuwa nayo na benchi la ufundi kwa kuingia na mpango mkakati kuhakikisha wanaweza kumdhibiti Young Africans. Kama atawafunga basi asiwafunge idadi ya magoli, idadi kubwa ya magoli. Ikitokea wakasawazisha ingeenda hadi matuta. Kwa hiyo walivyoona wamefungwa goli 1, uliona kabisa mpira umegeuka. Young Africans yakawa wanashambuliwa mara kwa mara, ila kutokana na kwamba walijua kwamba sisi ndio tuna kitu ambacho kinaweza kikatuvusha, hatuna sababu ya kuendelea kubishana na Singida kwa sababu sisi ndio wenye mguu mmoja mbele kwenda hatua ya finali. Wakaweza kujilinda na kuhakikisha wanaondoka na alama 3 kwa goli 1 ambazo zimeweza kuwafanikisha wao kwenda hatua ya finali. Kwa nini umesema wachezaji wa Singida wanaonekana bora kuliko wachezaji wa Simba? Sasa wewe kwa mfano pale katikati hivi una nani yule wa Simba nani Kagoma sijui Kante yupo Kagoma, alafu huku una Kante, alafu huku una nani yule Morris Chuku, unaondoka na nani upande wangu wewe kwenye eneo lile la namba 6 kuna Morris Chuku, alafu huku kuna Kagoma au Kante, unaondoka na nani? Na Kagoma. Unaona sasa akili yako ilivyo mbovu na mapenzi yako ya ajabu. Mapenzi tena ile? Hayo ni mapenzi ndio, kwa sababu kimpira unaangalia kabisa huyu nani ana jina gumu naye Morris Chuku. Huyu Yusuf Kagoma yeye anakuwa gani kufanya rafu tu za ajabu. Arubadili wamesoma, imewakuta wachezaji wao wenyewe wanapigana ovyo, miguu imekuwa mizito uwanjani. Yaani ile Arubadili walioisoma imewakuta Soa na Kante wakala mechi 5 na milioni 1. Imewakuta wachezaji wao wote na timu nzima na benchi la ufundi wanafanya utopolo tu kila wanapoenda. Sasa unasema hapo kuna timu. Hamna timu mle. Singida lakini walikuwa wanazungumzia kwamba Singida ni tawi la Young Africans, lakini bado tunaona upinzani katika michezo ya Singida na Young Africans. Pengine wewe ulikuwa unaizungumziaje hiyo kauli hasa inayotokea upande wa pili? Unajua kila mtu anaweza kuzungumza anavyojisikia na anavyotaka ili mradi asitukane. Huyo anayesema kwamba Singida ni tawi la Young Africans anatakiwa ajitathmini kwamba yeye ndo kafungwa na Young Africans mara nyingi. Sasa Singida anakuaje tawi la Young Africans ili hali tangu kuanzishwa kwa Singida kipindi, yani enzi hizo ikiwa ya kina Kaseke wamewahi kufanikiwa kumfunga Young Africans, lakini Singida huyo hajawahi kumfunga Simba ukitoa mechi ambayo walifungwa ya FA msimu jana, si ndio? Sasa hapo Simba, yani Singida anakuaje tawi la Young Africans, na kwa nini tusiseme kwamba ni tawi la Simba? Kwa sababu Young Africans alishawahi kupoteza mechi dhidi ya Simba, dhidi ya Singida. Lakini Singida hajawahi kupata matokeo mbele ya Simba ukitoa mechi ya FA tangia kuanzishwa kwake. Sasa nani mwenye tawi lake? Wanatakiwa waache ushamba. Kama ni tawi, Simba ndo tawi kubwa la Young Africans kwa sababu kafungwa mara 6 mfululizo. Bora hata Azam huwa anajipapatua, hawezi kufungwa mara 3 mfululizo na Young Africans. Azam, Tabora, TRA hao hawezi kufungwa na Young Africans mara 3 mpaka mara 6 mfululizo. Hefu hawezi, wala Mashujaa hawezi kufungwa mara 6 mfululizo na Young Africans. Ila Simba kaweza. Sasa nani tawi?
Sasa nakuuliza wewe, tangia mwaka 65 mpaka sasa hivi, ligi imeanzishwa mwaka 65 mpaka leo, kati ya Simba na Singida nani tawi la Young Africans? Hii timu ambayo imechangia clean sheet nyingi mbele ya Young Africans. Hii timu ambayo imefungwa magoli mengi mbele ya Young Africans. Hii timu ambayo imekuwa ni kibonde mbele ya Young Africans. Na huyu ambaye sometime huwa anajipapatua analeta upinzani mbele ya Young Africans. Nani tawi? Swali kwangu. Nakuuliza wewe sasa. Mwe mnawauliza, kwani nyinyi hamna maswali ya kuwauliza? Ukisikia anakuambia Singida tawi la Yanga, mwambie mbona wao wanadai nyie ndo tawi lao kubwa? Kwa sababu huwa kuna tawi afu kuna yani kuna nisemeje? Kuna majani afu kuna tawi. Majani na tawi ni vitu viwili tofauti. Sasa kama ni tawi, Simba ndo tawi kubwa. Sasa wale wengine ni majani sasa yanayotoka kwa Simba, ambao sasa ndo vyote ni vya kwetu. Kwa hiyo wote, timu zote zinazocheza ligi kuu kiondoa Young Africans, timu zote ni tawi la Young Africans, kwa sababu hakuna timu ambayo haijafungwa na Young Africans. Kwa tafsiri hiyo ndo umetuhakikishia kwamba timu zote ni matawi ya Young Africans. Zote. Wa kwanza Simba, tawi la Young Africans. Simba huyu amewahi kuweka mpira kwa pani. Simba huyu mwaka 91 amepigwa goli 2 kipindi cha kwanza, kipindi cha pili hakurudisha timu. Simba huyu ndo amechangia clean sheet nyingi kwa Young Africans. Simba huyu ndo kapigwa mara kibao na Young Africans. Simba huyu kapigwa mara 6 mfululizo. Sasa Simba na Singida nani tawi? Mwe mnawauliza maswali. Simba na Singida nani tawi la Young Africans? Kwa namna ulivyoshuhudia mechi ya Singida, pengine na mechi zilizopita kadhaa za Simba na Yanga, mechi yenye ushindani kwako ni ipi zaidi kwenye hizi timu mbili? Mechi yenye ushindani huwa ni mechi ya Young Africans na Singida, mechi ya Young Africans na Azam. Yeah. Kwa nini? Wewe mwenyewe unaona. Nipige nikupige. Ile ni huwa nipige nikupige. Na huwa ni kwa sababu ya ubora wa wachezaji ambao wanakuwa wako pande zote mbili. Ya, kwa mfano kuna mechi ya msimu jana. Mechi ambayo nadhani Azam alishinda kama sikosei. Aucho anamvuta Faisal. Viungo wote wa Young Africans wa pale kati walipewa kadi kwa ajili ya Faisal. Mudathiri haya alipata kadi ya njano, Aucho alipata kadi ya njano, sababu Faisal mchezaji mmoja. Unapoona mchezaji mmoja amesababisha kadi kwa wachezaji wawili tofauti, maana yake hiyo timu au huyo mchezaji ni bora. Umeelewa? Na ni mchezaji mzuri. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nadhani hawatakiwi kutafuta kichaka cha kujificha. Wao wanachotakiwa kukifanya ni kuitengeneza timu yao ili waweze kuhakikisha kwamba wanakuja kurudi katika ubora wao au wanakuwa na rhythm ambayo waliokuwa nayo ndani ya miaka 5 iliyopita. Lakini wakianza kuleta maswala ya kuanza kusema kwamba nani tawi la Yanga, na yani wao wanavyomsema kwamba tawi la Yanga, Yanga ndo anavuka hivyo. Yani wao wanabaki unamsema ni tawi lake, yeye ndo anaenda hivyo. Kapiga anaenda. Wewe unabaki na maneno tawi la Young Africans. Umeelewa? Hayabadilishi matokeo. Bado mwisho wa siku wewe utaendelea kupigwa kama kawaida. Sasa wakiendelea na hizi situations za kwamba lile tawi la Yanga, wasipoangalia mwezi wa 3 tunapiga tena. Umeelewa? Wakiendelea na hizi situations za Singida tawi la Yanga, wanagongwa na Esperance de Tunis. Si ndio mechi inayofuata tarehe 24? Wanawekwa tena wale. Sababu wale timu hawana. Huo ndio ukweli, hawataki kukubali. Unasema bado wanatengeneza timu. Unasema wanatengeneza timu, angalikuwa kipindi cha Fadlu tuliambiwa hivyo timu inatengenezwa, mpaka sasa hivi bado iko kwenye matengenezo tu ya marekebisho. Inabomolewa kila siku. Kila siku inabomolewa. Wewe unadhani yani unajenga nyumba, unamaliza unabomoa, alafu unajenga. Unadhani itatengemaa lini? Hata kama ni gorofa la Kariakoo limeisha tengemaa ndani ya miaka 4 unajenga gatimu tu. Huu wa 5 wenyewe pia hawaendi kupata chochote kile. Sio FA, Mapinduzi washatoka, sio ligi. Hawana chochote. Tena kipindi hiki wasipoangalia hata nafasi ya 3 hawaishiki. Kwa sababu ya ushindani. Hivi ninavyo Albadri walioisoma ya kwao wenyewe. Imewakuta wao wenyewe. Walisema ishawafika. Sasa si ndio imewafika wachezaji, ndio unaona wanafanya vituko kama vile. Imewafika wachezaji wao wakapewa akapewa mechi 5 hachezi. Mechi 5 sio mchezo. Ukitaka kujua ni nyingi, muulize Baka. Baka amebakiza mechi 1. Kante amepewa mechi 5 na milioni 1. Afu bado wachezaji angalia utopolo wanaoufanya. Ndio Albadri yao imejibu. Wao walikuwa wanafanya Albadri, wanajua kwamba yani Albadri Mungu anamjua wao tu. Imewakumba wao. Eliza, pengine nini ambacho umekishuhudia mpaka sasa kwenye Kombe la Mapinduzi, hasa kwenye kikosi cha Young Africans na maingizo mapya ambayo yameingia? Kuna Damaro, kuna Maruf Shekei na mengine ambayo yanatajwa. Kwa wale ambao umeshawashuhudia, nini ambacho umekiona kwa upande wa Young Africans na wachezaji hao?
nimegundua Young Africans imesajili wachezaji hatari sana na wachezaji wazuri sana. Ila kwenye michuano ya Mapinduzi walichokikosa ni chemistry ya pamoja. Ule muunganiko wa wachezaji wote kujuana ndio kitu ambacho hawajakipata. Bado ndo hakijatengenezwa. Yawezekana ndo kitu ambacho mwalimu anaendelea kukitengeneza kwa kutumia michuano ya Mapinduzi. Sababu unamzungumzia Ninjo ambaye nimemuona kwenye mechi moja tu. Yule bonge moja la beki akienda Simba anaanza. Akienda Simba anaanza. Yaani ukitoa wale mabeki wa Young Africans, wakina Baka, akina Mwamnyeto, ukiachana nao Baka, Mwamnyeto, Jobu, ukimweka pale Ninjo, hakuna beki anamkuta. Mimi nakuhakikishia. Ni vile hajapata nafasi ya kucheza yule mtoto. Bonge moja la beki. Nipe tathmini ya wachezaji wengine ambao mwashuhudia. Kuna Damaro, kuna Maruf Shekei. Sasa unajua ukimzungumzia sana mchezaji utakufuru sababu viwango vyao vinazungumza. Sasa nikianza kuzungumza Maruf Shekei wakati mpaka analetwa Young Africans, maana yake kuna kitu alikionyesha akiwa Singida. Mpaka analetwa Damaro pale Young Africans, maana yake kuna kitu anakionyesha. Wengi wanazungumza kwamba Damaro Aucha ameenda Singida kamweka Damaro benchi. Lakini kamweka Damaro benchi, Aucho nani aliyemtaka? Alikuwa ni kocha ambaye alikuwa Young Africans. Umeelewa? Kwa hiyo ndio maana alimchukua Aucho, kwa sababu kuna vitu ambavyo anaviona viko kwa Aucho, alafu ukiangalia alikuwa anaenda kuiface michuano ya kimataifa. Kamchukua Aucho, kamchukua na Kratos Chota Chama, umeelewa? Kwa hiyo ni kocha aliyemtaka Aucho ni kocha ambaye tayari alishafanya kazi na Aucho muda mrefu ndani ya misimu miwili. Umeelewa? Kwa hiyo alikuwa na kila sababu ya kumtaka na kuona kwamba Damaro kuwekwa benchi haimaanishi kwamba Damaro alikuwa ni mchezaji mbaya. Umeelewa? Au haimaanishi kwamba alikuwa ni mchezaji ambaye hawezi kufiti kwenye michuano, kwenye mfumo wa Miguel Gamondi. Lakini ni vile ambavyo mwalimu kwamba kwanza ameingia anataka itengeneze Singida ambayo itakuwa tishio. Hilo ni swala la kwanza. Iwe na consistency ya kutengeneza ya kuwa kwenye nafasi 4 za juu ili kujihakikishia kushiriki michuano ya kimataifa. La pili ni vile walivyoenda kushiriki michuano ya kimataifa na mwisho wa siku, yani walivyopata nafasi ya kwenda kushiriki michuano ya kimataifa, mwisho wa siku wameweza kuingia makundi, wamepoteza mechi moja, wamesale mechi moja, wana mechi 4. Umeelewa? Kwa hiyo unaangalia kuna kitu ambacho kinamata ambacho Gamondi alikiona kwa Aucho kwamba sometime experience inamata hasa kwenye michuano ya kimataifa. Akamchukua Kratos Chota Chama, akamchukua na Halid Aucho ambao wamekuwa ni muhimili mkubwa hasa kwenye michuano ya kimataifa kwenye kikosi cha Singida Black Stars. Kwa hiyo mimi nadhani Damaro ni bonge moja la mchezaji. Mimi nakuhakikishia mtaanza kulalamika. Kuna kelele zitaanza kusikika. Muda sio mrefu mtaanza kusikia kelele zinatoka. Tumeanza kushuhudia kadi nyekundu katika mchezo wa jana, kadi nyekundu mapema sana. Katika dakika za mwisho kwa Damaro ni mapema sana kuanza kuingia kwenye kitabu cha kadi nyekundu akiwa na Young Africans. Yaani Mapinduzi waanze kusema kwamba ni mapema. Hivyo ni vitu vya kawaida. Bisoma jana kala umeme na ni mshambuliaji. Sasa ushangae Damaro anayecheza namba 6, sasa utakuwa mwehu. Yaani mtu anayeshangaa Damaro kula umeme akati anacheza namba 6 ili hali jana wa Bisoma wa Mali amekula umeme na anacheza nafasi ya ushambuliaji, basi ni mwehu peke yake anayeshangaa kadi nyekundu ya Damaro ili hali anacheza kwenye eneo la ukabaji. Na ukizingatia duniani kote Cristiano Ronaldo ndiye mshambuliaji pekee mwenye kadi nyingi nyekundu. Ana kadi 13 kama sio 14 nyekundu. Ili hali Lionel Messi anacheza nafasi ya ushambuliaji ana kadi 3 nyekundu. Kadi moja nyekundu alipata Barcelona, kadi 2 nyekundu amezipata akiwa na timu ya taifa ya Argentina. Kwa hiyo hasa huyu atakuwa ni mwehu kumshangaa Damaro kupata kadi nyekundu kwenye eneo la ulinzi.